Jifunze kuongea Kiarabu online TV. Karibu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، نعم تنادلنا درس يا بلاغة يا كتابته هي البلاغة الواضحة. katika darsa iliyopita tumesoma almajazu اللغوي. leo بإذن الله سبحانه وتعالى tunasoma الاستعارة التصريحية والمكنية. استعارة التصريحية na مكنية. nini maana ya الاستعارة؟ pia nini maana ya التصريحية na nini maana ya المكنية؟ katika qaida, kabla tujisoma mfano, tunasoma qaida ili ituelezee nukta hizo, alafu ndio tunaingia kwenye mifano. القاعدة kanuni inasema الاستعارة من المجاز اللغوي. استعارة ni aina katika aina ya majaz al-lughawi. maana al-isti'ara ni naw'un min anwa' al-majaz, ni aina katika aina ya majaz. kwa al-isti'ara min al-majaz al-lughawi, ni katika aina ya majaz al-lughawi. na kama tulivyosoma katika darasa lililopita, maana ya majaz ni isti'malu al-lafzi fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqati al-mushabaha wa qarinatin mani'atin lilma'na al-haqiqi, kama tumesoma katika darasa iliyopita. anaelezea maana ya al-isti'ara, wa hiya nayo tashbihun hudhifa ahadu tarafaihi. ni tashbih ambayo imeondoshwa mmoja kati ya taraf zake mbili, ncha zake zile au pande zake mbili, ambao tarafa ya tashbih ni mushabbahun na mushabbahun bihi, mfananishwa na mfananishiwa. zinaitwa nini? tarafa ya tashbih, katika zile arkanu tashbih, nguzo za tashbih ambazo tumesoma katika darasa ya tashbih huko. kuna sema wa hiya tashbihun, nao ni tashbih hudhifa ahadu tarafaihi, imeondoshwa moja kati ya pande zake mbili, ambao tarafa ya tashbih ni imma imeondoshwa mushabbah, ameondoshwa mushabbah, au ameondoshwa mushabbahun bihi. fa'alaqatuha almushabaha, mafungamano yake ni mushabaha kati ya almaana alhaqiqi walmaana almajazi. kama tulivyosoma hapo juma, aina budi kwenye majaz iwe kuna alaka, pia kuna qarina. kwa alaka yake ni mushabaha daiman daima. wa hiya qisman, na hii isti'ara inagawanyika katika vigawanyo viwili. kuna tasrihiyya. ni ipi tasrihiyya? nasema wa hiya nayo ma surriha fiha bilafdhi almushabbahi bihi. anasema ma surriha fiha ni ile ambayo imewekwa wazi ndani yake bilafdhi almushabbahi bihi, kwa tamko la mushabbahu bihi. au kwa taarifu fupi unaweza kusema ma hudhifa minha almushabbah. taarif au maana ya tasrihiyya, al-isti'ara at-tasrihiyya, unaweza kufupisha ukasema ma hudhifa minha ni ile ambayo imeondoshwa katika hiyo almushabbah, mfananishwa.
bimaana ametajwa ndani yake nani? Mushabbahun bihi. Surriha fiha, wa hiya nayo ma ni ile ambayo surriha fiha, amebainishwa, amewekwa wazi ndani yake, au imewekwa wazi ndani yake bilafdhi almushabbah bihi, kwa lafdhi ya mushabbahun bihi, yule ambaye anayefananishiwa kwao. Ikhtisar unaweza kusema ma hudhifa minha almushabbah, ni ile ambayo imeondoshwa katika humo mushabbah. Mathalan, kabla tujiingie katika mifano ya kitab, tukasema Zaidun kal asadi. Zaidun kal asadi. Zaid ni kama vile simba. Katika sentence yetu Zaid ndo mushabbah, anayefananishwa. Asad ndo mfananishiwa ambao ni mushabbahun bihi. Yani Zaid tunamfananisha na nani? Na simba. Yani Zaid kal asad ni kama vile simba. Kwa hiyo Zaid tunamfananisha na nani? Na simba. Kwa hiyo Zaid ndo mushabbah, mfananishwa. Asad ndo mfananishiwa. Tunapata istiara tasrihia katika sentence hii. Inabidi tumuondoshe nani? Tumuondoshe Zaid ambao ndo mushabbah, kwa sababu kama tulivyoona ma hudhifa, kwa taarifu nyingine fupi nasema ma hudhifa minha almushabbah. Kwa inabidi tumuondoshe nani? Tumuondoshe Zaid, tubakie na neno al-asad. Kwa hiyo tunasema hivi, raaitu asadan, nimemuona simba. Kwa dhahiri ya hii ibara kwamba umemuona simba, yule simba halisia kabisa, lakini sasa wewe ukusudii simba halisia, unakusudia simba ni Zaidi hapo. Sasa hapo inabidi ipatikanike alaqa, inabidi ipatikanike nini? Alaqa. Kwa nasema inabidi ipatikanike alaqa, pia inabidi ipatikanike nini? Qarina. Kwa alaqa yake ni almushabah, kule kufanana katika ile hali ya ushujaa. Kwa nasema tunataja sasa qarina, nasema yatlubu alilma, raaitu asadan yatlubu alilma, nimemuona simba anatafuta ilmu. Kwa hapo umetaja nini? Qarina, ambayo inatujulisha kwamba hapa wewe Asad hujakusudia yule simba wa porini, simba mnyama wa porini, umemkusudia nani? Zaid, ambaye Zaid katika jumla ilivyokuja Zaidun kal asad alikuwa ni mushabbah, lakini tumemuondosha kwa sababu tunakusudia kufanya istiara tasrihia, tubakia na mushabbahun bi, nayo ni asad. Kwa raaitu asadan, nimemuona Asad. Kwa hiyo alaka yake hapo, alaka yake ni mushabaha, kule kumfananisha. Pia inabidi tuwe na qarina ambayo inatujulisha kwamba wewe hapa Asad ya hapa umemkusudia Zaid, si nani? Si simba, ambao alaka yake tunasema yatlubu ilmu, kwa sababu simba atafuti ilmu. Umeona? Kwa hiyo ni mfano wake huo. Aina ya pili, kigawanyo cha pili ni makniya. Istiara makniya. Makniya ni ipi? Wa hiya nayo ma hudhifa fiha, ni ile ambayo imeondoshwa ndani yake almushabbahu bihi, ameondoshwa ndani yake mushabbahun bihi. Warumiza lahu, na ameashiriwa huyo mushabbah bishai'in, kwa kitu, min lawazimihi, katika vitu ambavyo vinalazimiana na huyo mushabbahu bihi, yani sifa katika sifa zake. Bishai'in, kwa kitu, min lawazimihi, au unasema kwa sifa miongoni mwa sifa zake ambazo zinahusiana na huyo mushabbahun bihi. Tumemuondosha mushabbahun bihi, lakini tunamuashiria kwa kitu katika sifa zake ambazo anazohusikana nazo nani? Huyu mushabbahun bihi. Mithal, mfano kabla tujiingia katika mifano ya kitab, kabla tujatoa mfano, taarifu nyingine fupi tunaweza tukasema kwa kuielezea al-isti'ara al-makniyya, tunasema ma hudhifa minha al-mushabbahu bihi, ni ile ambayo imeondoshwa ndani yake mushabbahun bihi. Haya, tuna mfano sasa, tunaingia kwenye mfano. Tunasema Zaidun, mfano wetu ni ule ule, Zaidun kal asad. Zaid ni kama vile simba.
zaidi tumemfananisha na nani? Si maana sasa makniya ametajwa ndani yake, mushabbah sasa yupo, mushabbah yupo. Tunamuondosha hapa mushabbahun bihi, lakini tunamuashiria kwa sifa miongoni mwa sifa ambazo anazohusikana nayo zani huyu mushabbahun bihi, ambao kwa mujibu wa sentence yetu Zaidun kal asad, kal asad, asad ndo hapa anakuwa mushabbahun bihi ambaye tunamfananishana naye na Zaid. Zaid anakuwa ni mfananishwa. Kwa hapo tunaondosha neno asad, tunabakia na neno Zaid ambao ndo mushabbahun. Tunasema raaitu Zaidan, nimemuona Zaid. Lakini Zaidi ambaye unayemkusudia wewe, Zaidi ambaye unayemkusudia wewe, yule ambaye anayefanana na simba katika hali yake kama kiushujaa, kiushupavu. Sasa inabidi tutaje nini? Sifa ambayo itakuwa inamuashiria huyu nani aliyeondoshwa ambaye ni mushabbahun bihi. Kwa tutaangalia mushabbahun bihi anasifikana na sifa gani. Mathalan simba anasifikana na sifa ya kunguruma. Kwa nasema raaitu Zaidan yaz'aru, nimemuona simba, nimemuona Zaid anaunguruma. Maana tumetaja sifa miongoni mwa sifa ambazo zinahusikana na nani? Na simba, ambao huyu simba katika sentence alikuwa ni nani? Mushabbahun bihi. Na kama tulivyoambiwa katika kaida hapa kutaja isti'ara al-makniya, inabidi mushabbahun bihi aondoshwe alafu aashiriwe kwa shay min lawazimi, kwa kitu katika sifa ambazo zinazomuhusu mushabbahun bihi. Kwa miongoni mwa sifa ambazo zinamuhusu simba kunguruma, kwa tunamtaja mushabbahun alafu tunamuashiria mushabbahun bihi kwa sifa miongoni mwa sifa ambazo zinazohusikana nayo yeye huyo. Tunasema raaitu Zaidan yaz'ar, kwa tumemtaja Zaid ambaye ni mushabbahun bihi katika sentence na tumemuashiria mushabbahun bihi ambaye tumemuondosha. Tunasema Zaidu raaitu Zaidan yaz'aru, nimemuona Zaid anaunguruma, kwa sababu kuunguruma ni katika sifa ambazo anazohusikana nazo nani? Simba. Kwa hiyo inabidi katika hiyo isti'ara al-makniya tunapomuondosha mushabbahun bihi tukamwacha mushabbah, inabidi sasa katika kuweka sentesi tumuashirie nani? Tumuashirie mushabbahun bihi kwa sifa miongoni mwa sifa ambazo anazohusikana nazo huyo mushabbahun bihi. Kwa tustaje sifa ambayo ipo nje ya mushabbahun bihi, inabidi tutaje huyo mushabbah ambaye tulimuondosha katika hiyo sentence. Mathalan mfano mwingine nasema raaitu Zaidan lahu libad, nimemuona Zaidi ana manyoya. Sifa ya manyoya kwa nayo nani? Sifa ya manyoya kwa anayo nani? Simba. Kwa hiyo tunataja sifa ya yule ambaye tunamfananishia katika vitu ambavyo anavyohusikana nazo yeye. Kwa hiyo itakuwa ni isti'ara al-makniya. قبل سما ورمز له بشيء من لوازمه، maana dalilun yadullu ala shay'il mahdhuf. Yani hapo inabidi kitajwe kitu dalil ambayo itajulisha juu ya kitu kilichoondoshwa. Kwa hapo nasema raaitu Zaidan yaz'ar, tunajua kwamba hapo aliondoshwa mushabbahun bihi, na miongoni mwa sifa zake mushabbahun bihi kuunguruma, ambao ni simba. Kwa sasa hapo wewe utaangalia yani umemfananisha huyu mushabbahun bihi, umemfananisha na kitu gani? Kile kitu ulichomfananishia baada ya kushamuondosha ukamwacha huyo aliyemfananisha, inabidi umwekee ishara au sifa ambayo inaendana na yule ambaye ulimuondosha ambaye ni mushabbahun bihi. Na hii ndio kaida yetu inayotuelezea maana ya al-isti'ara, na tumejua vigawanyo vyake kwa tasrihia na makniya. Kwa kama ni darasa hapa tushasoma, yani kama darasa tushasoma na tunaweza tukaishia hapa, lakini tutasoma mifano kwa ajili ya faida zaidi na fafanuzi zaidi. Naam, tunaendelea katika mifano yetu hapa. Al-amthilatu, mifano. Qala ta'ala, amesema Allah aliyetukuka, kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur,
kitabu ambayo ni Qur'an. Kitabu tumekiteremsha kwako ili uwatoe watu katika giza kwenda katika nur. Kwa mujibu wa somo letu ni hipi hapa al-isti'ara at-tasrihiyya. Katika neno adh-dhulumat, hapa ni adh-dhulumatul haqiqa, giza la uhakika, yani kwamba watu walikuwa wapo katika giza, lile giza la usiku tunalojua sisi, au makusudio nini? Yani walikuwa wapo katika giza. Sasa kitabu ndo kama kitabu kimeteremshwa ili wakatolewe katika hili giza ambalo wapo, yani giza lile la usiku tunalojua sisi, au makusudio ni nini? Hasa ndo tunasoma somo letu la al-isti'ara. Kwa hapo al-dhalam laysa al-dhalamul haqiqi, yani hapo giza sio lile giza la uhalisia unalojua wewe, giza la usiku totoro. Maksudi hapo ni tukhrija an-nasa min adh-dhulumat, ay tukhrija an-nas min al-kufri alladhi yushbihu adh-dhulumat, yani watoe watu katika kufuru ambayo inafanana na giza. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Al-alaqa. Sasa tunarudi kwenye mafungamano. Sasa tunarudi kwenye nini? Kwenye al-alaqa. Kwa sababu mtu anapokuwa katika giza kama giza lile tunalojua sisi, hana tochi wala mwangaza, hamna, haoni njia, anapapachia haoni njia, unaona? Na hivyo aliyo katika kufuru na ushirikina, lakini kipi kitakachomwangazia njia huyu ambaye yupo kwenye giza? Tochi, mwangaza. Na hivyo ambacho kitamwangazia njia huyu ambaye yupo katika shirki na kufuru ni nini? Ni tauhid. Na hiyo ndo alaka yake. Kwa litukhrija an-nas min al-kufri alladhi, kutoka katika kufuru ambayo yushbihu adh-dhulumat, inafanana nini na adh-dhulumat, ambayo ni adh-dhulumat hapo inakuwa ni mushabbahun bihi. Al-kufru yushbihu adh-dhulumat. Na hiyo ndo alaka yake. Ila nur, je, nuru hapa ndio tunajua sisi mwangaza huu tunajua sisi watochi wata? La, maana at-tauhid, maana ila at-tauhid alladhi yushbihu an-nur, kuelekea katika tauhidi ambayo inafanana nini na nur. Kwa nur hapa ni mushabbahun bihi, ambao mushabbah yake ni at-tauhid, ila an-nur alladhi yushbihu at-tauhid al-iman. Kwa hiyo ndo alaka yake. Kwa maksudi ya dhulumati hapa ni ndo somo letu sasa tunapata ni al-isti'ara at-tasrihiyya. Na mkono hiyo ndo alaka yake, kwa sababu mtu anapokuwa katika giza tunalijua sisi, giza kama giza, au ni njia pasi na tochi. Na hivyo mtu ambaye anaikuwa katika kufuru hawezi kuongoza katika njia ya sawa ya tauhidi pasi na tauhidi, ambao mtu akumpa tauhidi, na huyu hawezi kunani pasi na tochi, na huyu pasi na tauhidi maana apate tauhidi, na huyu apate tochi ile ione njia, na huyu apate tauhidi ili aachane na ile shirki. Naam, hiyo ndo alaka yake. وقال المتنبي وقد قابله ممدوحه عانقه. نعم، سمى المتنبي na وقد قابله, na kwa hakika amekutana naye yule ambaye ni msifu na amemkumbatia, ambaye makusudi hapo ni Saifu ad-Dawla. فلم أرى قبلي من مشى البحر نحوه ولا رجلا قامت تعانقه الأسد. sijaona kabla yangu hapo awali, mimi sijaona kabla yangu mamasha yule ambaye mamasha al-bahr, yule ambaye anatembea bahari nahwahu, upande wake, wala rajulan, wala mtu qamat tuhaniquhu al-usud, amesimama wanamkumbatia yeye simba. Isti'ara yetu katika beti hii tunaipata wapi? Katika neno al-bahr. Awalan al-alaqa, alaka yake hapo ni fi al-ata, ambayo ni al-mushabaha fi al-ata, ambayo takdiri yake bi ar-rajulu kal-bahr,
mtu fil ata, yani katika ule ukarimu katika kutoa. Sawa. Lakini je, hapo na kusudiwa bahari ndio bahari ile ya tunajua sisi ya maji? La. Kipi kinachotulisha kwamba hapo makusudio ya al-bahr sio bahari ile? Ni neno mashi, kwa sababu bahari haitembei, haina miguu. Na kwa hapo takdiri yake ni ar-rajul al-karim yushbihu al-bahr. Kwa hiyo al-bahr hapo ni mshabbahun bihi, ambao karina yake ni masha. Inatujulisha kwamba hapo al-bahr si bahari ambayo tunaijua sisi, ni mtu. Karina ndio tujulisha kwamba si bahari ile, ni neno masha, kwa sababu bahari ina miguu ya kutembea. Alaka yake fil ata, yani katika ukarimu, katika kutoa. Unajua bahari muda wote inafurika tu. Wala rajulan, wala mtu qad qamat tuaniqu al-usud. Je, mtu anaweza kumkumbatia simba batia afe? Takdiri yake ni rajulun mithlu al-asad, rajulun mithlu al-asad. Kwa hapo kaondoshwa nani? Kaondoshwa mushabbahun bihi, kaondoshwa mushabbah ambao ni rajul. Neno usdu, kipi ambacho kinatujulisha kwamba hapo neno usdu hajakusudiwa yule simba, kama simba yenyewe tunamjua sisi, simba mnyama? Ni karina ambao tuaniquhu, sababu mtu hawezi kukumbatiana na simba. Inaitwa isti'ara tasrihiyya. Naam, kwa hivyo. Waqala fi madhi sayf ad-dawla ama tara dhafaran hulwan siwa dhafarin tasafahat fihi bidhul hindi wal limam. Hivyo uoni ushindi ulio mzuri kinyume na ushindi ambao tasafahat fihi, vimepeana muswafaha ndani yake, bidhul hindi, upanga, wal limam, na limam ni hizi nywele ambazo zinaota pembezoni mwa sikio, ash-sha'r al-mujawir shahmatul udhun. Sababu al-muradu biha ar-ru'us, kusudi hapo ni vichwa, kwa sababu panga aipeani muswafaha na nywele, anakusudia hapo vichwa, yani vile kukutana kati ya upanga na nini na kichwa, yani iltaqa as-sayfu bil unuq. Chini hapa amesema wal muradu biha huna ar-ru'us. Yaqulu la tara al-intisara ladhidan illa ba'da ma'rakatin, utoiona vita kuwa ni nzuri. La tara al-intisar, hautoona kunusurika kuliko kuzuri isipokuwa baada ya vita ambayo yamekutana ndani yake mapanga na vichwa. Ndio makusudio yake, kwa sababu musafaha haupatikani kwa nywele na nini na panga. Ni makusudio hapo ni ar-ru'us, vichwa. Naam, hapa amemaliza mifano ya al-isti'ara at-tasrihiyya. Anasema qala al-Hajjaj fi ihda khutabihi, sema Hajjaj katika moja ya, hapo naingia kusoma katika mifano ya al-isti'ara al-makniyya. Inni la ara ru'usan qad ayna'at wa hana qitafuha wa inni la sahibuha, mimi ninaona vichwa qad ayna'at, kwa hiyo vimeiva, wa hana qitafuha, na umefika muda wa kuchuma, wa inni la sahibuha, na mimi ndo saiba wake sasa kuyachuma hayo hivyo vichwa. Sawa, ipo wapi isti'ara yetu hapa? Neno ru'usan. Sawa, maana ar-ru'us takdiri yake ni ar-ru'us mithlu al-fawakih, yani libidi inni la ara ru'usan
mithlu alfawakih ay na'at, yani mimi naona vitu mfano wa matunda yamekomaa, naona. Lakini hii kwa sababu ni isti'ara makniya, ameondoshwa mushabbahun bihi. Lakini rubiza bi shay'in min lawazimihi, ameashiriwa kwa kitu katika vitu ambavyo vinalazimiana na nani, na huyo mushabbahun bihi, kwa sababu neno ainati imeiva. Sasa vitu hivi kinacholazimiana na kuiva ni nini? Ni matunda. Kwa hiyo hapa lazim yake ni neno ainati, inaashiria kwamba kilichoondoshwa hapo ni neno fawaki, ambao ndo nini, mushabbah, ambao ndo mushabbahun bihi, bwana mushabbahun bihi. Lakini ameashiriwa kwa sababu kama tulivyosoma katika kaida kwamba warumiza lahu bi shay'in min, anaondoshwa mushabbahun bihi na anaashiriwa kwa kitu ambacho kinacholazimiana na huyo mushabbahun bihi, kama tulivyoona katika mifano. Kwa hiyo kuna lazimiana na kuiva na kuchumwa nini? Matunda. Kwa hiyo hapo lazimu yake kad ainati, neno ainati ndo lazim ambayo inaashiria ni lazimu ya mushabbahun bihi almahdhuf. Kwa inni la ara ru'usan, takdiri yake libidi inni la ala ru'usan mithlu alfawaki, mimi ninaona vichwa mfano wa matunda yamekomaa na umefika muda wa kuyachuma kwake, na mimi ndo mwenyewe. Kwa hiyo isti'ara almakniya, ameondoshwa mushabbahun bihi na ameashiriwa kwa moja kati ya sifa ambazo zinazohusikana nazo nayo, kwa sababu sifa inayohusiana na matunda ni kuiva, inaatikichwa kiivi. Kwa neno ainati ndio ishara ambayo inaashiria kwamba kilichoondoshwa hapo kinalazimiana na sifa hiyo. Naam, kwa ni hivyo. Waqala al-Mutanabbi, na amesema Mutanabbi, walamma qallat al-iblu imtataina, na pindi walipokuwa wachache ngamia tumepanda, ila ibn abi Sulaiman, kwenda kwa ibn abi Sulaiman ambaye ni Sayfu ad-Dawla. Al-khutuba ni al-mashakil, yale mambo mazito, al-shadaid, shida, sawa, al-umuru shadida, yale mambo mazito, shida mbalimbali. سيما يقول لما عزت الإبل عليه لفقره حملته الخطوب على قصد هذا الممدوح. سو ukiangalia shida imbebi mtu, lakini sema hamalatu alkhutub, kumempelekea yeye hizi shida, ala qasdi hadha almamduh. Naam, kwa hapo tachanganua ni hivi isti'ara almakniya kwa mujibu tulivyosoma hapo. Waqala, na amesema almajdu ufiya, cheo ufiya kimeponywa, idh ufita, pindi ulipoponywa, walkaram, na ukarimu, wazala anka ila daika alalam, na ameondoka kwako kuelekea kwa maadui zako maumivu. Ukiangalia kiasili ufiya, kuponywa kuna uhusiana naye na mtu, kwa sababu cheo wa kiumwi. Sawa, kwa makusudi hapo ni al-insan. Kwa tuchanganua ni ipi al-isti'ara al-makniya kwa mujibu tulivyosoma hapo, ni mko mwenyewe utachanganua, sababu cheo al-majid la yamrad, baki kiponywe. Naam, hiyo ni mifano yetu ambayo inatujulisha isti'ara al-makniya wal isti'ara at-tasrihiyya. Naam, al-bahth, tunasoma bahthi kama vile faida, lakini yote tunasoma hapa ni ndani ya bahth. Ufafanuzi, fi kulli mithal min al-amthilati as-sabiqati majazun lughawi, katika kila mfano katika mfano uliopita kuna majazul lughawi. Qad ay bimaana kalimatun istu'milat, neno limetumika fi ghairi maanaha al-haqiqi, katika sio maana yake ya uhalisia. فالمثال الأول من الأمثلة الثلاثة الأولى يشتمل على كلمتي الظلمات والنور، نكسان جوا maneno mawili, neno الظلمات والنور، ولا يقصد بالأولى، ولا لikusudiwa neno la kwanza illa الضلال، isipokuwa upotevu، ولا يرى
ولا يراد بالثاني ولا لكسدين النبيل إلا الهدى والإيمان فكو منغوزنا إيمان والعلاقة المشابهة علاقة المشابهة والقرينة حالية. وبيت المتنبي يحتوي نكسان على مجازين مجاز هما البحر الذي يراد به الرجل الكريم لعلاقة المشابهة بين نكسد يومتم كريم وعلاقة مشابهة، والقرينة ماشا والأسد التي يراد بها الشجعان مشدا لعلاقة المشابهة، والقرينة تعانقه سبو متو كمباتيان مسيمة. والبيت الثالث يحتوي على مجاز وهو تصافحة الذي يراد منه طلاقة مكتان لعلاقة المشابهة، والقرينة بيض الهند واللمن. upanga aipeani musafaha na nini na nywele. وإذا تأملت كل مجاز سبق نبين تكبيزنجتي كلا مجاز iliyopita رأيت فتعون أنه كاك تضمن تشبيها يمكسان تشبيه حذف منه لفظ المشبه واستعير بدله لفظ المشبه به لمعزيمه بدل yake لفظ المشبه به ليقوم مقامه بالدعاء وكدai أن المشبه به هو عين المشبه kwa kudai kwamba mushabbahu bihi ndo mushabbahu bihi ndo ainul mushabbah ndo mushabbah mwenyewe. Wa hadha ab'adu mada fil balagha, na ndo upeo wa mbali katika balagha. Wa adkhal fil mubalagha, na kunaingia zaidi au kunaathiri zaidi katika mubalagha kule kupitiliza. وسمى هذا المجاز الاستعارة، نيتو مجازين استعارة. ولما كان المشبه به مصرحا فيه في هذا المجاز سمي استعارة تصريحية. pindi ilipokuwa مشبه به amewekwa wazi katika istiara hii, katika majazi hii imeitwa istiara tasrihia. نرجع اذا tunarudi hivyo basi ila al-amthila al-thalathah al-akhira, katika mifano mitatu ya mwisho. ويكفي أن نوضح لك مثالا منها, na inatosha tukuwekee wazi wewe mfano mmoja katika hiyo. litakisa alayhi ma ba'da, ili upime mifano inayokuja baada yake wewe mwenyewe. wa huwa qawlu al-Hajjaj fi at-tahdid, na qawli ya qawlu ya Hajjaj katika kukemea kutia vitisho. inni la ara ru'usan qad ayna'at fa inna alladhi yufham hakika ambacho kinafahamika minhu an yushabbiha ar-ru'us bithamarat, kufananisha vichwa kwa matunda. fa aslu al-kalam inni la ara ru'usan kathamarat, mimi ninaona vichwa fa aslu asili ya maneno mimi ninaona vichwa kama vile matunda yameiva. قد حذف المشبه به فصار إني لأرى رؤوسا قد نعت على تخيل أن الرؤوس قد تمثلت في صورة ثمار. jua kuvuta taswira kwamba hakika ya vichwa vimefanana katika picha na nini na matunda. قد تمثلت vimefananisha في صورة ثمار. ورمز للمشبه به المحذوف, na imeashiriwa مشبه به liondosha بشيء من لوازمه وهو أينعت. ولما كان المشبه به في هذه الاستعارة محتجبا أمزويليك أمجفيتشا سميت استعارة مكنية. ومثل ذلك يقال في امتتينا الخطوبة sababu shida uwezo kazipanda, وفي كلمة المجد sababu chewa kiponyo, وفي البيت الأخير katika بيت ya mwisho. Na insha Allah taala tishiabo tutakuja darasa ijayo sehemu ambayo ni mushkila mtu ataiulizia. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi.